Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje. Hakuna nependa haya matatizo, na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu. Sasa kwa kuwa bado hatujakaribishwa hapa, naomba nimunue mwenyekiti wa serikali ya kijiji hiki cha Havanga. Yeye aje atoe salamu za ukaribisho wa Uplands FM na wachangishaji wetu tunaishi nao na wananchi wote hapa. Lakini ikikupendeza pia utamuinua mtumishi wa Mungu aje afanye sala fupi kwa ajili ya ufunguzi wa mkutano huu ambao ni mahususi kwa ajili ya kampeni ya tunaishi nao. Asante. Havanga hoye. Niwakaribishe kwenye ibada hii ya changizo ambayo ni ibada maalum tunaiheshimu, na kwa heshima hii nadhani umesogea kwa moyo mweupe kabisa ili uweze kushuhudia au kufanya kile ambacho tumeazimia kwa pamoja. Mimi kama mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa serikali, niwakaribishe ndugu zanguni wote wa kutoka sehemu mbalimbali kwa moyo mweupe ambao umekuja nao hapa ili kukamilisha zoezi hili. Na kabla sijaendelea kuruhusu au jambo lote liendelee, tunamheshimu sana Mungu. Basi ni muinue mtumishi wa Mungu ambaye ulikuwa umeandaliwa, utafungua ibada hii kwa maombi na hatimaye tutaendelea. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen. Okay. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu awabariki. Barikiwe sana. Basi bila kupoteza muda, funika macho yako hapo ulipo, niweze kuomba. Bwana Yesu mtakatifu, mwema, Mungu mba mbingu na nchi, sema asante kwa wakati na majira haya. Najua Bwana umetukusanya tuwepo mahali hapa. Najua Mungu katika tukio hili na jambo ambalo Bwana umekusudia, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai, nalikabidhi mikononi mwako Bwana, ukajitukuze wewe, ukafanye wewe. Na kemea kila hali zote za adui, kila mipango ya shetani isipate nafasi juu mahali hapa, bali uwezo wako na nguvu za Bwana ukatawale katika jina la Yesu. Kila mmoja ukambariki alienda kufika katika eneo hili. Najua Bwana kuna jambo ambalo Mungu umekusudia. Yesu Kristo Mwokozi uliye hai, Bwana ukabariki na kuponya. Wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo lolote, Mfalme utukufu unaishi siku zote. Naamini kwamba Mungu unaenda kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Hii katika jina la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Kila mwenye mwili aseme amen. Amen. Mungu awabariki. Mimi nakushukuru mwenyekiti na kushukuru pia mtumishi wa Mungu. Bila shaka sasa sisi tumeanza na Mungu na tutamaliza na Mungu. Kwa nafasi hii ya upekee, naomba niwatambulishe baadhi tu ya wafanyakazi wa Uplands FM ambao leo tuko hapa Havanga kwa ajili ya hii kampeni ya tunaishi nao kwa kijana wetu Justin Kihaka. Mimi ninayezungumza, majina yangu ni Elia Chungwa, ni meneja wa vipindi na maudhui pale Uplands FM na ni mwenyekiti wa kampeni ya tunaishi nao. Naomba sasa ni watambulishe wenzangu ambao nimeongozana nao. Mbele yenu mnayemuona anaitwa Pastori Kadashi, mtangazaji na mwanahabari wa Uplands FM. Yeye anasikika kwenye vipindi vya michezo na taarifa za habari. Wasalimie tu watu wa Havanga. Anayefuata anaitwa Herod Mkulu. Jukumu lake hapa ni kuhakikisha anatuunganisha sisi na walioko studio kwa ajili ya kuwapelekea wananchi matangazo haya. Yeye pia anasikika kwenye vipindi vya michezo. Sports Power ni saa 4 mpaka saa 7, Sports Line ni saa 2 mpaka saa 3 usiku. Jumamosi pale ana kipindi cha Bampa tu Bampa saa 4 mpaka saa 6 usiku. Kwamba wasalimie watu wa Havanga.
Havanga hoye! Anayefuata anaitwa Atwa Isaki, ni mwanahabari na mtangazaji wa Uplands FM. Zaidi anasikika kwenye kipindi cha Jahazi la Pwani Jumapili saa 10 mpaka saa 1. Wasalimie watu wa Havanga. Barikiwa sana. Anayefuata anaitwa Witness, jina lake la kutafutia ugali anaitwa Cordless. Anasikika zaidi kwenye kipindi cha Extra Favor Burudani. Hii ni saa 7 mchana mpaka saa 10, na Jumamosi pale kwenye Weekend Pause saa 11 mpaka saa 1 usiku. Hapo wasalimia watu wa mama. Kamwene. Anayefuata anaitwa Ephraim Donald. Wengi mnamfahamu kama kemia mkuu wa mikeka. Anasikika kwenye vipindi vya michezo Sports Power na Sports Line, lakini Jumapili ana kipindi pale cha Afya Solution saa 7 mpaka saa 8 mchana. Wasalimie watu ambao wanakutuhumu kwenye mikeka. Mbele yenu anaitwa Benedicto Ackley. Yeye ni mkuu wa maudhui ya mitandaoni ama idara ya digital, na yeye yuko hapa kuhakikisha kila kinachoendelea hapa. Ukienda sasa hivi kwenye ukurasa wa Facebook ama Instagram wa Uplands FM unakutana na matukio yote, na yeye ndio anayesimamia shughuli hiyo. Naomba wasalimie watu wa habari. Kamwene. Alikotokea ndo idara yake. Huyu bwana anaitwa Joshua, lakini kwetu pale anatambulika zaidi kama DJ Jeda, na ndio maana mlivyoona wakati alipofika tu akakimbilia kazini kwake. Naomba wasalimie bwana watu wa habari. Naomba nimtambulishe mfanyakazi mwingine wa Uplands FM ambaye pia ni katibu wa kampeni ya Tunaishi Nao. Anaitwa Beata Yosam. Yeye anasikika kwenye kipindi cha asubuhi leo kila siku saa 12 mpaka saa 4 asubuhi. Lakini pia anasikika kwenye kipindi cha Mwanamke Jasiri Jumamosi saa 10 mpaka saa 11 jioni. Hapo wasalimie pia watu hawa. Nimemwacha tu mfanyakazi mmoja ambaye najua atakuja kujitambulisha baadaye, mratibu wa kampeni, kwa sababu yeye ana nafasi ya upekee ya kuzungumza. Kwa muda huu naomba nikuinue tena mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Havanga, na wewe pia uje utambulishe wananchi wako ambao wako hapa, lakini pia na viongozi ambao mliwaalika na leo tuko nao hapa kwa ajili ya hii kampeni. Asante. Kwa majina naitwa Atanasi Faustini Mtuta. Nipende kuwatambulisha wageni waalikwa pamoja na serikali nzima ya kijiji. Nikianza na serikali ya kijiji, nimuinue mtendaji wangu wa kijiji pale alipo asimame. Wakati mtendaji anakuja, wajumbe wote wa serikali ya kijiji wao wanajiongea hapa mbele. Wajumbe wote wa serikali ya kijiji, mahali popote ulipo, punga mikono hapo ulipo. Mtendaji, watumishi wa Mungu, mahali ulipo punga mikono. Viongozi wa chama tawi, mahali ulipo, asante. Viongozi wa chama kata, asante. Mtendaji wetu mstaafu, mahali ulipo, asante. Wananchi wote wa kijiji cha Havanga, punge mikono.
wataalamu tuliopo hapa kijijini, walimu, afisa mifugo, asante. Wageni tuliowaalika ambao wamekuja kwa maana ya zoezi hili lenye heshima mbele za Mungu, punge mikono. Asante. Basi Mungu akubariki. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa utambulisho mfupi. Lakini mimi nilisahau tu kuwatambulisha wachangishaji wa kampeni ya Tunaishi Nao. Kama wote msimame popote pale mlipo, ambao tumeongoza nao kutoka Uplands. Najua hapa Havanga yuko mmoja anaitwa Sabela nafikiri, lakini anasaidiana na watu wa Kidegembye. Na ndugu zangu wa Havanga, najua hili swala kwenu sio geni, na ndio maana tupo kwa wingi hapa. Hapo Kidegembye tumekuwa tunakuja mara kwa mara, lakini pia tutambue uwepo wa mgeni wetu maalum leo ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Njombe na diwani wa kata ya Kidegembye. Atakuja kuzungumza na nyinyi na kuwasalimia baadaye. Tutambue pia uwepo wa viongozi wa vyama vyote vya siasa ambao umeshirikiana na sisi hapa leo. Kwetu sisi ni faraja kubwa, tunaamini kwamba hawa ni watu wetu kwa pamoja. Sasa kwa nafasi hii naomba nikuinue mtendaji wa kijiji cha Havanga, uje utueleze kidogo michango ambayo imeratibiwa na ofisi ya serikali ya kijiji kutoka kwa wadau mbalimbali na wananchi. Mpaka hivi sasa wananchi wa kijiji cha Havanga wamechangia shilingi ngapi kwa huyu mtoto Justine Kihaka? Na baada ya hapo tutamuinua mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao wa Uplands FM, naye aje aseme uongozi wa Uplands FM na uratibu wetu tumepata kiasi gani. Karibu afisa mtendaji. Jamani Kamwene. Weuli. Awali ya yote, kabla ya kusema michango ambayo tumefanikiwa kuikusanya, nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Ya pili, nipende kuwashukuru waratibu wote wa kampeni ya Tunaishi Nao. Ya tatu, nipende kumshukuru mwenyekiti wetu wa halmashauri au diwani wa kata yetu ya Kidegembye. Na pia tupende kumshukuru kwa kukubali kuwa mgeni rasmi kwenye kampeni yetu hii ya leo ya Tunaishi Nao. Pia nipende kuwashukuru wataalamu wote waliopo kijijini na nje ya kijiji hiki cha Havanga pamoja na viongozi wote wa vyama. Nikianza na michango kutoka kijiji hiki cha Havanga kutoka kwa wanakijiji. Pia kuna michango kutoka kwenye taasisi zilizopo kijijini na nje ya kijiji pamoja na wadau walioko ndani ya kijiji na nje ya kijiji hiki cha Havanga. Tukianza na michango ambayo imekusanywa kutoka kwa wanakijiji hiki cha Havanga, kitongoji cha Havanga, kijiji hiki kina vitongoji vitatu ambacho ni kitongoji cha Havanga, kitongoji cha Mlangali pamoja na kitongoji cha Lole. Katika mikusanyo, kitongoji cha Havanga tumepokea jumla ya fedha shilingi 440,000, lakini pia kulikuwa na mchango wa mahindi debe 1.5, maharage lita 22, parachichi lita 4, ulezi lita 2, sahani 10 pamoja ungo mmoja pamoja na chumvi moja. Kwa hii ni taarifa ya mchango katika kitongoji cha Havanga. Kitongoji cha Mlangali, jumla ya fedha ni shilingi 142,000. Ulikuwa pia na mchango ya maharage lita 5 pamoja na parachichi. Kitongoji cha Lole, jumla ya fedha ni shilingi 191,091. Kulikuwa pia na maharage lita 13. Hivyo basi
michango kutoka kwa wanakijiji cha Havanga. Jumla yote ya vitongoji vitatu ni shilingi 773,900. Lakini pia kulikuwa na michango kutoka kwenye taasisi. Shule ya msingi Havanga tulipokea shilingi 30,000. Kanisa la Roman tulipokea mahindi debe 2. Kanisa la Mlangali tulipokea shilingi 3,000. Kanisa la Sabato tumepokea shilingi 15,500 na kijiji cha Image tumepokea shilingi 50,000. Kwa hiyo jumla tunapata shilingi 98,500. Lakini tulikuwa na wadau kutoka ndani ya kijiji hiki. Mdau wa kwanza ni Yasini Mumusi ambaye alitukabidhi shilingi 50,000. Mdau wa pili Zakayo Kidagayo alitukabidhi 45,000. Brown Kinyunyu alitukabidhi shilingi 30,000. Richard Kingililwe alitukabidhi shilingi 20,000. Zakayo Mgombela alitukabidhi shilingi 20,000. Luka Nzilano alitukabidhi shilingi 20,000. Charles Kaduma alitukabidhi shilingi 20,000. Naibet Mabena alitukabidhi shilingi 20,000. Yona Nzilano alitukabidhi shilingi 20,000. Magnus Mwalongo alitukabidhi shilingi 15,000. Amani Kidagayo alitukabidhi shilingi 15,000. Jonas Mgombela alitukabidhi shilingi 15,000. Stefani Mloya alitukabidhi shilingi 13,000. Pascal Mngongo alitukabidhi shilingi 10,000. Daudi Mabena alitukabidhi shilingi 10,000. Rosina Mabena alitukabidhi shilingi 10,000. Ezekia Nzilano alitukabidhi shilingi 10,000. Jafari Kidagayo alitukabidhi shilingi 10,000. Elika Myamba alitukabidhi shilingi 10,000. Joshua Kinyunyu alitukabidhi shilingi 10,000. Elasto Mloya alitukabidhi shilingi 10,000. Isaac Mponzi alitukabidhi shilingi 10,000. Melody Kingililo alitukabidhi shilingi 10,000. Almati Nzilano alitukabidhi shilingi 10,000. Alphonse Mngongo alitukabidhi shilingi 10,000. Enoch Mabena alitukabidhi shilingi 10,000. Fedi Kingililo ametukabidhi shilingi 20,000. Adili Nzilano shilingi 10,000. Ernest Ngoda shilingi 5,000. Joyce Mpozi shilingi 5,000. Selemani Ongori shilingi 5,000. Ibrahimu Ngonile shilingi 5,000. Asheri Nyato shilingi 5,000. Elfa Silulimo shilingi 5,000. Lazaro Kingililwe shilingi 5,000. Seti Kinyunyu shilingi 4,000 pamoja na George Kinyunyu shilingi 2,000. Hivyo basi michango kutoka kwa wadau waliopo ndani ya kijiji jumla yake ni shilingi 400,053. Lakini pia tuna wadau ambao wapo nje na kijiji hiki cha Havanga. Kuna Patson Kidagayo ametukabidhi shilingi 100,000. Kuna Idro Mumusi ametukabidhi shilingi 50,000. Kuna David Mligo ametukabidhi shilingi 50,000. Kuna Joseph Mbilikila ametukabidhi shilingi 35,000. Kuna Joseph Mponzi ametukabidhi shilingi 30,000. Kuna Exxon Kingililo ametukabidhi shilingi 25,000. Kuna Zulfa Idi Ali ametukabidhi shilingi 20,000. Kuna Joseph Mbemba ametukabidhi shilingi 20,000. Kuna Miki Ngibushi ametukabidhi shilingi 20,000. Kuna Samuel Mumusi ametukabidhi shilingi 20,000. Kuna Koliani Nyato ametukabidhi shilingi 10,000. Kuna James Kaduma ametukabidhi shilingi 10,000. Kuna Daudi Mgaya ametukabidhi shilingi 10,000. Kuna Melali Mhenga ametukabidhi shilingi 10,000. Kuna Saidi Mgombela ametukabidhi shilingi 10,000. Kuna Ali Kifanya ametukabidhi shilingi 10,000. Kuna Pascal Kinyunyu ametukabidhi shilingi 10,000.
kuna Charles Kinyunyu ametukabidhi shilingi 10,000, kuna Fexon Kinyunyu ametukabidhi shilingi 10,000, kuna Benson Chatanda ametukabidhi shilingi 10,000, kuna Hudson Zilano ametukabidhi shilingi 10,000, kuna Yuda Malekela ametukabidhi shilingi 5,000, kuna Wile Nyagawa ametukabidhi shilingi 10,000, kuna mwenyekiti wa kitongoji Madete ametukabidhi shilingi 10,000. Hawa ndio wadau wa nje kutoka kwenye kijiji hiki cha Havanga ambao jumla kuu tunapata ni shilingi 4,475,000. Hivyo basi jumla kuu ya michango yote ambayo imepatikana ndani ya kijiji, michango ya wanakijiji pamoja na nje ya kijiji pamoja na taasisi ni shilingi 1,500,060. Hii ndiyo michango ambayo tumefanikiwa kusanya na kuipata. Naomba kuwasilisha, lakini vile vile nipende kuwashukuru kwa kila mmoja yule ambaye aliguswa na kuona jambo hili lina umuhimu na akabarikiwa kutoa chochote kile ambacho alichokuwa nacho. Nipende kutoa shukrani zenu na washukuru sana. Tunakushukuru afisa mtendaji, lakini pia tunawashukuru wananchi wote wa kijiji cha Havanga kwa kuguswa na wale ambao wapo nje ya Havanga pia na kata ya Kidegembye kwa ujumla kwa michango yenu ambayo kiuhakika sisi kama Apens FM tumefarijika kwa hiki ambacho kimepatikana. Sasa mimi nisipoteze muda, naomba ni kuinue mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao, na wewe sasa uje utoe hesabu ya michango ambayo imekusanywa kutoka Apens FM. Hii ni kupitia namba zetu ambazo tunazisoma pale studio, lakini kupitia kwa wachangishaji wetu ambao wako huku mitaani kwa ajili ya kukusanya fedha, na kwa wananchi mmoja mmoja wanaopata nafasi ya kuja kuleta fedha zao pale Apens FM, wote kwa pamoja kile ambacho tumekileta hapa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Kamwene. Wanahavanga mmechoka? Tupo hapa ama tuna vikao vingine? Tupo pamoja eh? Wanahavanga tunaishi nao. Naomba tusome hapa eh? Wanahavanga tunaishi nao. Asante sana. Poleni wale ambao mmesahau miwani, kwa sababu naamini kuna wengine ili wasome lazima wawe na miwani, na kwa bahati mbaya hawakujua kama kutakuwa na hili zoezi la kusoma, basi waliacha miwani nyumbani. Poleni sana. Jina langu ni Fikireni Ngaila, maarufu Maskini Jeuri, mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao. Tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa kibali na nafasi ya pekee siku ya leo tumeweza kufika hapa Havanga kwa ajili ya kampeni ya Tunaishi Nao. Lakini pia tuwashukuru wadau mbalimbali, wasikilizaji wa Apens FM pamoja na maeneo mbalimbali ambao wameendelea kushikana mikono nasi kuhakikisha wanatuunga mkono na tunafanikisha jambo hili la kampeni ya Tunaishi Nao. Itakuwa mchoyo wa fadhila kama sitoishukuru meza kuu, nikianza na ndugu yangu Muhada pamoja na timu yako yote. Niwashukuruni sana kwa kukubali leo kuwa na sisi hapa na kuamua kuwatumikia wananchi wenu kwa njia tofauti, ikiwemo hii ya kampeni ya Tunaishi Nao. Mungu abarikini sana. Lakini naomba nisiwaweke mbali wachangishaji wetu wa kampeni ya Tunaishi Nao ambao mnachangisha michango kwenye maeneo mbalimbali, mnajitolea, mvua, jua, maneno, makwazo, vyote vya kwenu, lakini bado hamjarudi nyuma, mnaendelea kuchangisha kampeni ya Tunaishi Nao. Jipigieni makofi mengi sana. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitoshukuru uongozi wa serikali ya kijiji hiki cha Havanga, kianza na mwenyekiti, mtendaji
vitongoji pamoja na wajumbe. Sijui kama mlinionyesha mimi mgeni au mlituonyesha sisi wageni, ila hampo hivyo, lakini kwa kikubwa ambacho nimekiona kutoka kwao ni wana ushirikiano mkubwa sana, wana ushirikiano na mshikamano mkubwa sana katika ufanyaji wao wa kazi. Mwenyezi Mungu awabarikeni sana. Watu wangu wa Havanga pia niwashukuru. Leo tumeamua kuifanya kuwa sikukuu, si ndio? Tumeamua kuahirisha shughuli zetu ambazo tunaamini kesho tutaendelea kuzifanya au baada ya hapa tutaenda kuzifanya, ili tu tushiriki kampeni ya Tunaishi Nao. Mungu awabarikeni sana. Hamjaishia kuchanga michango yenu, lakini mmeenda mbali zaidi, mmeamua kufanya na hili. Wale kule nyuma kabisa ndo kamati ya mvua, tuko nao hapa na wenyewe au kazi maalum kule? Ni kazi maalum. Asante sana ndugu zangu, kama niseme machache kuhusiana na kampeni ya Tunaishi Nao. Tumetoa shukurani za dhati kwa watu wengi sana, wadau mbalimbali ambao wanaendelea kushiriki na sisi kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Tunatoa shukurani kwa sababu haikuwa rahisi sisi kuweza kuifikia hatua hii ya leo ya kuifanya na kuendelea kuiendesha kampeni ya Tunaishi Nao. Tumefanya kampeni ya Tunaishi Nao tukianzia mwaka wa kwanza, mwaka 2019. Leo tunapozungumza 2026 ni mwaka wa 8 ama msimu wa 8 tukiendelea kufanya kampeni ya Tunaishi Nao. Hawa wachangishaji ambao mnawasikia, ndugu zetu ambao mnasikiliza redio na wale ambao mpo hapa Havanga, wako wa aina mbili. Wako ambao kampeni ya Tunaishi Nao iligusa kwenye mazingira yao, iligusa familia ama ndugu zao, wakajikuta na wao wanainuka na kuona sasa tuende tukashikane mikono tulipe madeni, kwa maana ya kuendelea kufanya kwa wengine. Lakini wapo ambao wanachangisha michango hii ya kampeni ya Tunaishi Nao kwa sababu ya mioyo ya dhati ya kuguswa na changamoto za watu wengine. Ninao uwezo wa kusema kwamba leo sisi tuliopo hapa wote, kilichotuunganisha hapa tumekuja ni kwa sababu ya upendo na kujali watu wengine. Kama ingekuwa sisi hatujali watu wengine, tungekuwa kusomba mbao, vijana wangu wangekuwa kupakia, wengine wangeenda kupanda miti. Hayo yote ambayo wangekuwa wanafanya ingekuwa ni katika kujali vitu vya kwao binafsi. Lakini kwa sababu ya kile ambacho tunakisikia redioni juu ya changamoto ya mwenzetu ambaye anaipitia, mtoto ana miaka 10. Kuna watoto wadogo wanacheza hapa tunaona ni miaka 2, 3, wanaongea hapa, si ndio? Wanacheza, wanasimama, wanatoka hatua moja wanaenda hatua nyingine. Na nafikiri ni watoto ambao hata mzazi nyumbani anaweza akasema kachukue sahani, si ndio? Unaweza kumtuma nenda kalete bakuli au nenda kanichotee maji ya kunywa, na akafanya. Lakini mtoto yule pale ana miaka 10. Ana miaka mingapi? Miaka 10. Juzi wakati naingia kwenye sayari ya upapa asubuhi nilisema mwanangu mimi wa kwanza ana umri wa miaka 9. Yuko darasa la 3. Kwa maana hiyo ni kwamba yule mwenye miaka 10 sasa hivi alitakiwa kuwa darasa la 4. Si ndio? Lakini hawezi kufanya chochote. Na ni bora ingeishia hivyo. Imeenda mbali zaidi. Mtoto yule ana changamoto kubwa, anazimia kwa siku mara 10, 15. Tafsiri yake ni kwamba sasa mama anatakiwa kushinda nyumbani awe anamwangalia yule mtoto. Ndugu zangu, sio jambo rahisi. Amina, sio jambo rahisi. Nilisema uwezekano mkubwa wazazi walifurahi baada ya kumpata mtoto yule,
lakini yawezekana imefikia hatua ambayo sasa hivi wanajutia. Uongo jamani? Kwa sababu mtoto amekuja kwenye maisha yao, haonekani na hatazamwi kuwa ni baraka tena kwa jicho la kawaida, si ndio? Leo wazazi, nyumba ambayo wanaishi wameiwekea bondi, wamekopa pesa mahali, tunaomba tukopeshe pesa tukamtibu mtoto, tunawekea nyumba. Sio rahisi, si ndio? Sio nini? Wale wazazi walitamani leo miaka 10 ya yule mtoto wamtume akachote maji, wamtume akaokote kuni, lakini wazazi wamegeuka na kushinda nyumbani. Kama mmoja anatoka mwingine abaki au anamlinda mtoto, kwa sababu atadondoka asije akadondoka vibaya. Pamoja na hayo, tuwapongeze sana wazazi wale kwa makofi mengi. Tunasema tuwapongeze kwa sababu kile wanachokifanya ni upendo wa hali ya juu sana kwa mtoto wao. Angelikuwa mwingine ama wangelikuwa wengine, kulikuwa na mambo mawili. Moja, wangeweza kumtelekeza na kuto kumjali yule mtoto liwalo na. Lakini jambo la pili, ilikuwa kuna uwezekano kwenye ile nyumba akawa amebaki mmoja, aidha mama hayupo ameenda kwao, si ndio? Au baba hivi tunavyozungumza yuko anakata mkonge Tanga. Kwa nini? Ni kwa sababu anaona ile shughuli pale nyumbani haiwezi, lakini wameendelea kushikamana, kuoneshana upendo wa dhati, kulea mtoto wao. Mungu abarikini sana. Ndugu zangu, wapo watu wengi sana wenye changamoto kubwa na tofauti tofauti kwenye maeneo yetu. Tuwashukuru ndugu zetu wa Havanga ambao tayari mlianza kufanya jambo kwa ajili yake. Mlichangisha fedha kama ubalozi, kitongoji, baadaye kijiji kizima, mkakabidhi zile pesa. Mungu abarikeni sana, mlifanya sehemu yenu. Leo hii tunapokea simu nyingi sana na meseji nyingi juu ya watu mbalimbali ambao wanapitia changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji msaada wa kwetu sisi wa Tanzania wenye moyo. Naomba tusiache kuendelea kushiriki, kuchangia kampeni ya Tunaishi Nao. Amina ndugu zangu. Lakini wakati tunaendelea kuchangia kampeni ya Tunaishi Nao, tusiache kuendelea kuwagusa wahitaji ambao wapo kwenye maeneo yetu, wahitaji ambao wapo kwenye mitaa yetu, kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu anakuwa ametujalia. Sio rahisi sana kuweza kutambua changamoto iliyopo kwa mtu mwingine kama haipo kwako. Wengi wezekana tukawa tunazitazama hizi changamoto, yaani kuna namna hauwezi kuvaa viatu ambavyo anavipitia mtu mwingine, si ndio? Lakini lile jambo kama lingekuwa ndani yako, unaweza kujikuta unapitia maumivu makubwa, unapitia maumivu makali ambayo unashindwa kukabiliana nayo. Niwaombe ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ametupa neema ya uzima tulionao. Mwenyezi Mungu ametupa neema ya kipato tulicho nacho. Tunatafuta, tunapata. Tunaomba tukumbuke na wenzetu wengine ambao hawana uwezo wa kwenda kutafuta wakapata, tuwasaidie. Amina ndugu zangu, tuwasaidie kwa sababu wanatuhitaji sisi kwa asilimia kubwa ili kufanya mambo yao yaende. Lakini pia tuendelee kukumbushana, tuendelee kuwa na mioyo ya kujitolea na kujitoa. Nilikuwa nazungumza asubuhi kwenye kipindi leo kabla tujaja huko kwamba kama tutawauliza hawa wachangishaji wa maeneo mbalimbali ambayo wanachangisha mchango wa kampeni ya Tunaishi Nao, kuna uwezekano mkubwa leo ni kampeni ya 3, hakuna hata mchangishaji mmoja ambaye amechangiwa na mtu mmoja 50,000. Ni uongo? Michango ambayo wanaikusanya, ukiona anakuja hapa anasema kijiji X wamepata 100,000, sio ya watu 3 wala watu 2, ila
ni fedha ambayo yawezekana ni ya watu kuanzia 60, 70 kama sio 80. Maanake ni 500, 1000, 1500, 2000. Hao wote ambao wanashiriki kampeni ya Tunaishi Nao ni wale ambao aidha wao wamewahi kukutana na changamoto au wanaelewa nini maana ya changamoto, lakini zaidi ni watu ambao wanaguswa zaidi na matatizo ya watu wengine, wakiamini kwamba mwenzangu huyu anapitia changamoto ambayo hakupenda, huenda kuna siku nyingine itakuwa kwangu. Wapo watu wenye uwezo mkubwa wa kifedha wanaoweza kufanya makubwa kwenye jamii na watu wanaozunguka, wamesahau kwamba hili ni jukumu la kwao. Amina ndugu zangu. Nilisema leo tuko hapa Havanga, upo uwezekano wa tatizo la mtoto ambaye tunamsaidia leo. Yupo mtu mmoja yupo hapa Havanga. Sisemi kwa ubaya au simaanishi kwamba ana roho mbaya, lakini ninachotaka kusema ni kwamba yawezekana yupo mtu mmoja tu yupo hapa Havanga. Angeweza tu kuuliza, "Watike shilingi ngapi?" Milioni 10. Hiyo ni taula yule. Uongo jamani? Na hata akifanya hivyo bado hapungukiwe. Amina. Lakini je, tuna hiyo mioyo ya kuyafanya hayo? Sijui kama naeleka vizuri eh? Hawa wachangishaji wanaopita kwenye maeneo mbalimbali wana siri nyingi sana ambazo wanazibeba kwenye vifua vyao, juu ya majibu ambayo wanapewa na watu ambao wangedhani hata anapomwona anatabasamu, anasema nimeonana na huyu. Jumanne ijayo nitakapopeleka mchango nitapeleka mchango mkubwa. Ila majibu anayojibiwa ni yale yanayowakatisha tamaa. Sasa anasema saa nyingine ukiona mtu amefanikiwa alafu hakumbuki wale ambao hawajafanikiwa, huwa kunakuwa na mambo mawili. Jambo la kwanza ni amesahau alikofanya nini? Amesahau alikofanya nini? Amesahau alikotoka. Au jambo la pili ni mpuuziaji. Tuombe ndugu zangu, tuendelee kushikamana kwa ajili ya kuwasaidia hawa wahitaji. Shilingi 1000 zetu, shilingi 2000 zetu zimeendelea kutengeneza ushuhuda katikati ya maisha ya watu wengi ambao tumewasaidia. Wapo watu wengi ambao tumewapitia kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Sasa hivi wanafanya kazi zao, sasa hivi wanashughulika na majukumu yao wakiwa wamepona. Ile ndo thamani ya shilingi 1000 ambayo ulichangia. Amina ndugu zangu. Baada ya kusema haya, tumekuja na vitu mbalimbali ambavyo watu wameweza kuchangia. Natamani sasa niweze kukabidhi ama kuvisoma namna ambavyo watu wetu wameweza kushiriki na sisi kuchangia michango hii. Tunayo mahitaji ya kibinadamu hapa, nazungumzia labda ni vyakula, sabuni na vitu mbalimbali. Tumekuja na mchele kilo 2.5, sukari kilo 1, chumvi pakiti 17, viazi debe 2, maharage debe 1, mahindi debe 3.5, unga debe 2, viberiti pakiti 2, viungo aina nyanya pamoja na vitunguu viko kiasi, kabeji 1, parachichi debe 2, sabuni ya unga pakiti 2, sabuni miche 6, matunda mchanganyiko, sabuni ya kuogea 1, dagaa lita 1, tunazo nguo mbalimbali, soksi pea 1, viatu pea 1, yebo pea 1, majani ya chai pakiti 1, sukari kilo 1.5, ndizi mbichi ziko kiasi, ulezi lita 4, mafuta ya kupakaa kopo 1, sahani 1 na dishi 1. Nasema sasa wanatusomea mpaka viberiti. Hii ni michango ya watu ndugu yangu. Amina. Ni michango ya watu kule ambako hawa wanaochangisha wamepita na wamepewa hivyo vitu. Tena wale wa Usalule nasahau kusema si 2 si 1 ambayo imebadilishwa kuwa fedha. Amina Hivi vitu vyote wanachangia watu.
Yule mtu wa Usalule sasa hivi akisikia CBDC yake imetajwa hapa anafarijika na naamini imefanyaje? Imefika. Kwa hiyo ndio maana tunalazimika kusoma. Vile vile tunazo fedha ambazo tumepokea kutoka maeneo mbalimbali ambako tunao wachangishaji wetu. Kutoka Iwungilo tumepokea 1,200,100, Mpeto 100,11,000, Itunduma 470,850, ambapo TAG Tunduma amechangia 38, Sabato Malolo pale pale Tunduma 11,000, RC Nyamagala pale pale Tunduma 10,500, TPC Nyamagala 6,500, KKKT Tunduma shilingi 10,000. Ndugu zenu jirani hapa Kidegembye wao wamechangisha jumla ya shilingi 5,20,750, ambapo KKKT ushirika wa Kidegembye wao wametoa shilingi 56,300, sekondari ya Kidegembye 25,000. Ndugu zetu kutoka Maduma 1,24,100, Nyombo ambapo tulikuwepo wiki iliyopita 3,22,400, Ihang'ana 97,500, Makanjaula 50,000, Jomlole 156,400, Mtwango 182,000, Ikando 75,000, Lunyanywi 53,000, Mfeleke 100,028, Peruhanda 83,000, Mawindi 169,100, Matiganjola 276,100, ambapo KKKT Matiganjola 91,000, KKKT Maduma 8,000, KKKT Nyimbo 7,400, Baptisti hili ni kanisa lipo pale Matiganjola shilingi 5,000. Usita A na B 100,024, Utelewe 100,115, Lwangu 57,000, Usalule 81,400, Mgendela 100,10,700, Nole 45,000, Ihalula 63,000, ambapo TAG Halula 5,400, Itipula 110,000, Igosi 90,000, Mji Mwema 215,500, Muhaji 45,000, Igema 87,000, Ulembwe 100,000 kamili. Nikisema Ulembwe lazima niseme pamba nyepesi. Asante sana. Stendi ya zamani 132,200. Lulanzi wametoa 100,011. KKKT Lulanzi shilingi 10,000, EAGT Lulanzi shilingi 10,000. Makovya wamechangia 100,037. Tumepokea kutoka Kilenzi 100,000, Idunda 134,700, Ibumila 132,000, Uwemba 166,100, Magoda 70,500, Kambarage wametoa shilingi 200,000, ambapo KKKT Kana wametoa 55,000, Limaje 128,000, Igagala 88,200. Wewe mwenyewe pamba nyepesi? Asante. Kigango cha Mgongoti 8,000, KKKT Dunda 7,000. Hii ni mchango wa Igagala Geshoni na Mpeche shilingi 100,000, Maheve shilingi 400,000 na 6,600. Amoni haja kuwapigia makofi. Maana hawajawahi kufika hapa. Hakuna ndugu yangu Mng'ong'o msema kweli. Sema ukweli mwenyewe, mnaifika hapa? Wikichi 166,750, ambapo KKKT Wikich shilingi 30,000, Sabato shilingi 10,000, Nazareti 90,100, Ngalanga 83,900, Kibena hospitali 54,700, Utalingolo 20, 200,000 na 5,000. Radhi bwana nyama.
ni 2,500. Kibena Kati 65,000. Igominyi 41,500. Ramadhani 341,300. Lugenge na Idihani 50,000. Luponde 224,900. Igoma 131,400. Mgodechi 327,850. RC Mgodechi 24,900. EGT Mgodechi 19,350. Itulike shilingi 80,000. Melinze 60,500. Yakobi 1,152,000. Lusisi 167,000. Lakini pia vikundi vya tunaishi nao A 30,000, C 44,000, D 24,000. Wachangishaji wasio na vikundi wao wamechangia shilingi 1,104,000. Kwenye simu zile miamala ambayo tumekuwa tukiituma kwa muda wiki tumepokea shilingi 1,000,029, ambapo jumla ya fedha ambazo sisi tumekuja nazo siku ya leo ni shilingi 4,908,350. Tumekuja na kiasi cha shilingi 4,908,350. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu abariki sana. Tunawashukuru wananchi wote ambao wameshiriki na sisi kwa namna moja au nyingine kupitia namba zetu za studio, lakini pia na kupitia uratibu wa ndugu zetu wachangishaji ambao wanapita huko kwenye maeneo ambayo muda huu naamini wanatusikiliza kupitia Athens FM, kwa sababu ni lazima na wao wafanye hivyo ili kujua kwamba waliotutuma kuwakilisha hapa Havanga hiki ndicho ambacho kimepatikana. Sasa kwa nafasi ya upekee, kwa sababu tumesema hatuhitaji kukaa muda mrefu hapa, najua baadaye tutakuwa na nafasi ya kutoa chochote ambacho tuko nacho. Naomba bwana nikuinue kaka yangu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Njombe na diwani wa kata ya Kilegembie. Kwetu sisi ni heshima, kwa sababu hili swala sio geni kwa wewe kushirikiana na sisi. Tunachotamani uzungumze machache tu kuhusiana na kampeni ya tunaishi nao ambayo tunaendesha sisi kama Athens FM, lakini pia utoe na salamu zako kama sehemu ya kuwa pamoja na wananchi wa kata yako ya Kilegembie, hususan hapa tulipo katika kijiji cha Havanga. Karibu sana. Havanga hoye! Havanga hoye! Hivi nasikika Basi nitambue uwepo wa viongozi wangu wa chama ambao mko hapa, lakini pamoja nasi nitambue uwepo wa viongozi wa kijiji ambao tuko pamoja nasi hapa, lakini kubwa niendelee kutambua uwepo wa mwenyekiti wetu wa kampeni hii ya tunaishi nao, katibu na mratibu, lakini pia nitambue uwepo wa wachangishaji wote ambao umetoka maeneo mbalimbali kuja kushiriki nasi kwenye shughuli hii, lakini kwa umuhimu wa pekee nitambue uwepo wa wananchi wote wa kijiji cha Havanga ambao tumekuja kujumuika nasi katika shughuli hii. Ndugu zangu, mimi naitwa Israeli Fedison Mwada, kama ambavyo nimetambulishwa, ndiye diwani wa kata hii ya Kilegembie, lakini pia mwenyekiti wenu wa halmashauri ninayetokea hapa Kilegembie. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu ambaye ametupa neema na afya ya uzima, ambaye ametujalia sote kukutana hapa kwa ajili ya tukio maalum ambalo sote limetuleta pamoja kama sehemu, kama watangulizi wangu walivyosema, kama ambavyo ni sehemu ya ibada. Ndugu zangu watu wa Athens, mimi nirudie tena, nimesema wakati fulani na leo nirudie tena kuwapongeza na kuwashukuru sana kwamba kampeni hii ambayo mnaifanya ni kampeni muhimu sana
kwa sababu tendo hiki mnachofanya mnagusa uso wa Mungu kupitia watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo tuwapigie makofi mengi sana kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya. Kazi yenu sio bure. Wasomaji wa Biblia mnafahamu. Biblia inasema kama wenzetu hao wasipozimia moyo watalipwa na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Tuwapigie tena makofi. Lakini la pili, niwapongeze wote ambao tumeshiriki kwenye kampeni hii kwa njia ya michango yetu. Wale ambao mnasoma maandiko mnajua, ukisoma kwenye kitabu cha nabii Malaki sura ya 3 pale mbele mstari wa 3 kama sikosei wa 4, maandiko yanaonyesha tangu Agano la Kale mpaka Agano Jipya Mungu hajawahi kuruhusu kujaribiwa, lakini kwa njia ya kutoa sadaka yeye ameruhusu kujaribiwa. Na hapo anasema jaribuni muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka tena. Niwaambie ndugu zangu wote ambao mmetoa sadaka zenu, wote ambao mmetoa michango yenu, mmetoa kwa ajili ya Bwana, na niwaambie Bwana atawalipa. Lakini la mwisho, nirudie tena kuwapongeza watu wa APES kwa namna ambavyo mmetuona sisi wananchi wa Havanga kwamba na sisi tunaweza kuwa sehemu ya kampeni hii. Mimi kwa niaba ya wananchi wote ambao wamekusanyika hapa na kwa niaba ya wananchi wote wa kata ya Kidegembye tunachukua nafasi hii kuwashukuru sana. Tunaomba moyo huu mlionao muendelee nao. Hatuko hapa kwa sababu moja tu ya jukumu ambalo limetuleta. Na mwenyekiti amesema vizuri sana kwamba niseme kwa ufupi. Mimi nisingetamani kupoteza muda kwa sababu ninyi wananchi mara nyingi tunaonana jamani, uongo ukweli. Nisingetamani kupoteza muda. Tuko hapa kwa sababu ya jukumu moja tu, na lililotuleta hapa ni kumsaidia kijana wetu Justin. Na hapa hatujaja hapa ili tutoe mamilioni. Tumekuja kila mtu na alicho nacho kama sehemu ya sadaka. Niwaombe ndugu zangu tulioko hapa, nafahamu tumechanga huko mitaani, nafahamu michango mbalimbali imepita kupitia uratibu wa kijiji, lakini kwa ajili ya ibada hii maalumu ya kijana wetu na mtoto wetu, kila mmoja aone ana wajibu wa kuwajibika, ana wajibu wa kusimama kutoa sadaka. Maana Biblia inasema huwezi kwenda nyumbani mwa Mungu mikono, ni lazima uende na Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaamini tumejiandaa. Lakini kwa kweli watu wa Havanga, mmeona wenzetu wamekuja kama timu. Wametoka maeneo mbalimbali, wamekodi na mabasi, wamekuja hapa kutusindikiza sisi. Sisi Wabena tunasemaga hivi, ikilembo uone kifuki kinaamwe nacho. Uongo kweli? Kwa wenye shughuli hii si hao waliotoka huko. Wenye shughuli hii ni sisi wananchi wa wapi? Wa Havanga, ambao ndo tunaoishi na mtoto wetu hapa siku zote. Na hapa imesemwa vizuri na mwenyekiti wetu na mratibu. Kwa hiyo mimi niwaombe ndugu zangu, wakati naelekea mwishoni, niendelee kutoa wito. Tuendelee kuiunga mkono Radio APES. Tuendelee kuiunga mkono Radio APES katika maana ya hii kampeni. Radio hii imekuja kufanya jambo jipya kwenye maisha yetu. Inagusa maisha yetu, inasaidia wahitaji, na kwa kweli wakati fulani hivi maisha yetu sisi wote tunafahamiana. Inawezekana wakati fulani ukakosa hata $100 ya kumpeleka hospitali ya wilaya. Lakini wanapotokea watu kama hawa, wanasaidia kuratibu kampeni hii, inatusaidia kuokoa maisha. Na kwa sababu wanatusaidia kuokoa maisha ya watu wetu, tunao wajibu wa kuwaunga mkono katika kuwaombea kazi njema hii wanayoifanya. Lakini pamoja na kutoa wito kwa wananchi wote wa halmashauri ya wilaya ya Njombe, tuendelee kusikiliza kampeni hii. Na tunao watoto wengi wana mahitaji kwenye vijiji vyetu mbalimbali. Tuendelee kuwasiliana na hao waratibu ili pengine wafike waone namna ambavyo wanaweza kutoa msaada. Lakini pia maandiko yanasema dini iliyo safi
ile inayojali watu wenye mahitaji, si ndio jamani? Kwa hiyo ninawashukuru sana wote ambao mmekusanyika hapa, na mimi kama diwani wa kata hii katika kuunga mkono kampeni hii nitachangia hapa shilingi 100,000 ili shughuli hii iweze kuendelea, na Mungu wa mbinguni awabariki sana, na asanteni sana wote ambao mmekuja hapa. Asanteni kwa kunisikiliza, na Mungu wa mbinguni awabariki. Asanteni sana. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Diwani sana katibu wangu pale, lakini naomba tukushukuru na uendelee kuwa hivi kwa wananchi. Nakumbuka msimu uliopita tulikuwa wote pale Kidigembye, kwa nyakati zile ulikuwa ni katibu wa mbunge, lakini kwa sasa na sisi tunatembea unamopita wewe. Abless FM itaendelea kukupa ushirikiano wa kutosha kabisa katika utumishi wako kwenye kata ya Kidigembye, lakini katika utumishi wako kwa viongozi wenzio kwenye baraza lile la madiwani, ukiwa kama mwenyekiti wa halmashauri. Ni mwenzetu unafikika na umekuwa upo na Athens mara kwa mara. Kuna sehemu tumesahau kutaja fedha zao zimeingia muda mchache ambapo tuko hapa. Ndugu zetu wa kijiji cha Ihanga wao wametuma fedha yao hapa shilingi 97,500, lakini kwa ile michango ambayo imechangiwa na wananchi wa mtaa wa Wikich, kanisa la RC wao walichangia shilingi 20,400. Kwa ndugu zetu wa Lulanzi, kanisa la Pentekoste pia walituchangia shilingi 12,000. Kwa ndugu zetu wa Lusisi, kanisa la Amani 11,000. Sanjari na kanisa la KKKD kule Uhekule, hii ni kata ya Makoga, wao kwenye michango ambayo imetoka katika kijiji cha Makoga wao walichangia shilingi 40,000. Tunawashukuru sana na wao kuwa sehemu ya kampeni, na muda mchache ujao tutakuwa na nafasi ya wote hapa kushirikiana kwa pamoja, lakini tuendelee kuwaambia wenzetu watusikilize kupitia Abless FM, lakini tuendelee kuwakumbusha pia watufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii. Leo Havanga Abless FM tumeichukua, tumeibeba mabegani, tumeipeleka duniani. Sasa kwa dakika chache tu, kwa kuwa tunakaribia kuelekea kwenye kapu la nyumbani, mwenyekiti wa kata CCM, kama nikupe nafasi na wewe uzungumze machache tu kwa hawa wananchi ambao wako hapa Havanga, na kwa kuwa umeungana na Abless FM kushiriki na sisi kwenye kampeni ya tunaishi nao, kwa dakika 2 tu, karibu. Havanga hoye! Radio Apprentice hoye! Jamani, nitumie nafasi hii nami kuwashukuru ndugu zangu wana Havanga, ndugu zangu wa kutoka vijiji vya jirani Kidigembye, Matembwe, nimeona hadi sura za kutoka vijiji vya Nyombo na vijiji vingine vyote ambavyo vimetajwa hapa. Nichukue nafasi hii kwa kweli kuwashukuru mno. Mimi kwa majina naitwa Yona Joseph Nzelano, ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata hii ya Kidigembye, lakini kwa mtoto huyu mlengwa mimi ni babu yake haswa. Wana Havanga naamini mnatambua hiyo. Mimi ni babu yake wa Justin, kwa tafsiri ya kwamba mama wa Justin mimi ndio baba yake. Ndugu zangu, jambo hili ni jambo kubwa sana kwetu Havanga. Ni kweli viongozi wenzangu au wasemaji watangulizi wamesema hili jambo tunalifahamu. Ni kweli tunalifahamu, lakini kwa Havanga ni mara ya kwanza, si ndio jamani? Kwa hiyo mimi ningeomba niseme tunaishi nao kupitia Radio Apprentice inazidi kuchanja mbuga, kwa sababu Havanga tulikuwa tunaisikia na tunachangia kwa wenzetu. Leo tumefikiwa sisi wenyewe. Radio Apprentice mimi napenda kuishukuru sana
sana. Nipongeze pia hata ndugu yangu Fikirini Ngailo kwa kubuni mtindo huu au mchakato huu wa kuwachangia wahitaji. Ni jambo ambalo linatuamsha wote tutambue, kama walivyosema wasemaji wenzangu, nami niungane na wenzangu kuhamasisha kwamba jambo hili linapotokea kwa wenzetu, sisi Wabena kwa tunasema kama ni mgowe umealika, basi na wewe unahitajika ukalipe mgowe huu, yaani nguvu hizi kwa mwenzako au kwa wenzako. Baada ya kusema haya, niseme mimi nishukuru sana, nisiwe msemaji sana, lakini nihimize tu kwamba ndugu zangu, tusijisahau. Leo liko kwetu, kesho litakapokuwa kwa wenzetu, tujitoe kama wenzetu walivyojitoa. Wasemaji hapa, na naamini sote tunafahamu kwamba wote waliochanga vijiji mbalimbali hivyo hawatujui au hawamjui mlengwa wala hawajui wazazi wao, lakini kwa sababu ya kuguswa, wameguswa na wamechanga. Hapa nilipokuwa nasikia kuna michango mikubwa mingi sana kutoka vijiji mbalimbali kwenye jimbo letu la Lupembe, hata kwenye kata ya Kidegembye mpaka nje ya jimbo la Lupembe wametuchangia. Mimi nasema hongeri sana, na kwa sababu tumekuja wote hapa kwa nia njema, kwa kazi hii nzuri iliyofanyika leo, naomba tujipigie makofi sana. Mwisho niseme nawashukuru sana Radio Plains, endeleeni kufanya kazi hii na Mungu awabariki sana. Asante sana. Tunakushukuru sana mzee wetu, kuna saa zako nzuri. Sasa jamani, muda huu mimi nilisema tutatumia muda mchache sana. Kuna wale watu ambao tumekuja hapa kwa ajili ya Justini, na tamani sasa tutoe chochote. Utaratibu wetu huo tunauita kapu la nyumbani. Tafsiri halisi ya kapu la nyumbani aliyeanzisha leo ni Mheshimiwa Diwani, ameshaweka 100,000 pale. Kwa hiyo ninachotamani mwananchi yote ambaye umefika hapa na umekuja kwa ajili ya Justini, uje utoe chochote. Haijalishi kwamba ulishatoa kwa serikali, inawezekana kwa balozi, kwa mtendaji au kwa mwenyekiti, lakini tutakachokipata hapa ni chetu wote kwa pamoja, kwa maana sasa kinajazia ile michango ambayo ipo kwa afisa mtendaji na ile michango ambayo ipo kwa Plains FM. Kwa hiyo naomba sasa muda huu tutapeana utaratibu wa namna ya kuja hapa. Hapa ni chochote ulicho nacho. Hata kama una 10,000, kwenye 10,000 yako unataka kutoa shilingi 2,000, chenji yako tutakurudishia. Umenielewa vizuri eh? Yes, kwa hiyo naomba tutumie hii nafasi kwa ajili ya kapu la nyumbani. Hapa kuna kikundi cha ngoma za asili, hapa nafasi baadaye. Nimeambiwa pia mna shairi, mna igizo pia. Baada ya kapu la nyumbani nitawapa uwanja na nyinyi mje muonyeshe kile ambacho mko nacho. Naamini yote haya mnayafanya kwa ajili ya Justini Kihaka, ili na yeye apate faraja, hata mzazi wake aone kwamba sisi tupo naye kwa ajili ya kumshika mkono. Mmenielewa vizuri ndugu zangu wa Havanga? Kienda sasa kazi kwako, na muda huu sasa ni kuachie kijiti Bwana Gerald Mkulu uendelee kuzungumza na ndugu zetu wengine ambao wako hapa Havanga. Sasa ndugu zangu wa Digital, nipe utaratibu. Hawa watu watoke wapi, waje kwa namna gani? Sawa, sasa tutatoka huku. Tunamuona huyu bwana mwenye tisheti nyekundu, kidogo niseme jezi, kumbe ni tisheti. Mwenye tisheti nyekundu na buti hapo, atakuwa anawaelekeza. Hakikisha unapotoa fedha unapita hapa. Sisi tunachukua kumbukumbu nzuri. Kwa hiyo utatoka huku wote, hata hawa huku. Tutatoka huku, tutaweka fedha, tunaendelea na ratiba zetu. Ukitoa fedha haina maana kwamba kampeni ndo tunaiahirisha. Tunachokitafuta hapa ni kiasi kidogo tu cha kujazilizia kile ambacho tulicho nacho.
Waswahili wanasema haba na haba hujaza nini? Sasa sisi ndo tunaitafuta hiyo haba na haba ili tujaze kibaba. Kwa hiyo tukishamaliza zoezi hili, tutatoa hesabu yetu ya jumla ya michango ambayo tutakuwa tumeipata, ambayo sasa tutamkabidhi mtoto wetu Justine Kihaka.
Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu awabariki sana wale wote ambao tumekuja kwa ajili ya kapo la nyumbani. Mbarikiwe sana. Lakini tunaendelea. Yawezekana tumechoka. Tumeishiwa. Yawezekana tukawa tumeshapata pesa ya kwenda kwenye matibabu, ila tunaendelea kutafuta nauli. Akina mama mpo? Akina mama mpo? Wabanga mpo akina mama? Ndio. Sasa naomba niwalete akina mama wote kwa upendo wenu ule ule. Yupo mama mwenzenu ambaye anauguza mtoto wake pale kwa muda mrefu. Anasema alikaa vizuri na mtoto wake kwa muda wa miezi 6 pekee. Kuanzia hapo miaka 9 na miezi 6 mingine imekuwa ni ya majuto, kuzunguka kila siku kwenda hospitali na maeneo mbalimbali. Tuje tumpongeze kwa moyo wa ujasiri, tuje tumpongeze kwa ajili ya malezi. Amina. Basi kina mama mstari mmoja kama kawaida tunapita hapa, na niendelee kuwakumbusha kwamba change tunarudisha. Sambamba na hilo, naomba usije hapa ukawa kama haujui kinachofanyika. Kile kinachofanyika na wewe fanya. Amina. Tunafanya kwa ajili ya mwenzetu. Sisi tuna uhakika wa kula baadaye, tuna uhakika wa kula kesho asubuhi, tuna uhakika wa kuvaa, tuna uhakika wa mambo mengi, lakini wenzetu hawana uhakika wa vitu vingi. Amina. Ili mradi tu Mwenyezi Mungu amekujalia neema hiyo, basi fanya kwa ajili ya mwenzetu. Mstari mmoja kina mama, DJ Jera, twende. Hey! Nimesema wanawake wote pamoja na wasichana Twende. Imba. Twende mikono juu mama, twende mikono juu. Twende mikono juu mama, twende mikono juu. Twende mikono juu mama, twende mikono juu. Twende tukachangie, twende tukachangie, twende tukachangie, twende tukachangie. Nyosha mikono juu sijaona, nyosha mikono juu. Nyosha mikono juu sijaona, nyosha mikono juu.
Twende piga makofi piga. Piga makofi piga. Piga makofi piga. Piga makofi piga. Twende wa mama. Twende wa mama. Mpaka mtaa wa Nyarili tunawakaribisheni Mtaa wa Nyarili akina mama. Karibuni sana. Haya wa mama Nyarili twendeni. Twende wa Nyarili. Twende wa Nyarili. Twende wa Nyarili wa mama twende wa Nyarili. Kwa upande wa Nyombo. Twende. Wanaume mpo? Sasa unajua mwanzo tukielewana nilivyosema kina mama. Nilimaanisha mpaka wasichana. Unajua kuna mwingine anaenda kama basi tutumie muda mchache sana ili kutoa taarifa ya michango ambayo tumeshindia hapa leo. Sawa sawa ndugu zangu. Kwa upekee mkubwa na washukuruni sana kwa uvumilivu wenu. Zaidi na furahi kwa sababu idadi inazidi kuongezeka mwenyekiti. Wakati tunakuja watu walikuwa wengi. Hizi watu wanazidi kuwa wengi. Kwa ni ishara kwamba hiki ambacho tutakifanya tupo pamoja. Sasa kwa wale ambao mnatusikiliza kupitia Apens FM, tumerudi tena kwenu ili kutoa taarifa ya michango yote kwa maana ya makusanyo ambayo tumeyakusanya kutoka maeneo mbalimbali na kijiji cha Havanga ili tuweze kukabidhi kwa mhitaji wetu wa tatu mtoto wetu Justin Kihaka. Sasa kabla sijamuinua mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao, wananchi wa Havanga mpo? Naomba mjipigie makofi. Tukiwa tunaendelea na hesabu hapa, kuna fedha imeongezeka kwa afisa mtendaji kutoka kwa wadau na wananchi wa Havanga. Naomba sasa nikupe nafasi afisa mtendaji, hata ukiwasoma tu wale ambao wameongeza chochote hapo si kwa ubaya, kwa sababu naamini lengo ni moja tu, kuhakikisha kwamba tunafikisha kile ambacho kinapaswa kufika kwa Justin. Karibu sana. Jamani wauli, asanteni sana kwa michango yenu imeongezeka hapa. Nitawasoma kwa majina. Mheshimiwa Veronica Msambira ametoa shilingi 20,000, Justina Mabena ametoa shilingi 20,000, Yona Mwiguna ametoa shilingi 20,000, Daudi Mkada ametoa shilingi 20,000, Shaibu Nyato ametoa shilingi 10,000, Fedi Mponzi ametoa shilingi 10,000, Jonel Kiaka ametoa shilingi 4,000, kanisa la KKT Lole wametoa shilingi 5,000, kanisa la FPCT wametoa shilingi 25,000. Hivyo jumla yetu ya michango ni shilingi 1,719,500. Na washukuruni wote ambao, lakini pia imeongezeka pia tuna 5,000 hapa. Kwa hiyo jumla ni 1,719,500. Na washukuru wote ambao mmeguswa kwa namna moja ama nyingine kwa ajili ya kufanikisha zoezi hili, na hata pia wale ambao wametoa baada ya majumuisho, hata kama hujaliona jina lako, lakini naamini wote nimewaandika hapa. Aminini kwamba kiwango hicho ambacho mmetuwezesha kimefikia. Asanteni.
Tunakushukuru afisa mtendaji, lakini na wananchi wote ambao wameendelea kuweka kibubu. Sasa kwa kuwa wengine tumeweka kibubu chetu hapa na tumeserebuka, naomba mratibu uje utupe taarifa ya makusanyo kutoka serikali, Uplands, Kapula nyumbani. Mpaka sasa tunamkabidhi Justini kiasi cha shilingi ngapi, akiwa kama mhitaji wetu wa 3 wa kampeni ya tunaishi nao. Bwana Yesu asifiwe. Weuli, poleni na hongereni sana. Asante sana. Najua Havanga ni mara yetu ya kwanza tumefika hapa. Inawezekana mjawahi kushuhudia tukio hili, lakini hivyo ambavyo tulikuwa tunafanya ndivyo ambavyo huwa tunafanya. Amina. Hivyo ambavyo tulikuwa tunafanya ndivyo ambavyo huwa tunafanya. Kwa hiyo msijione wageni kwa sababu hatuna nafasi nyingine. Ndio maana nilisema kile ambacho tunafanya, ukiona wenzio wanafanya na wewe fanya. Amina. Hautakuwa na nafasi nyingine ya kufanya. Tumepokea michango katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni makusanyo yaliyoratibiwa kupitia Uplands FM Radio, ambayo tumekuja na kiasi cha shilingi milioni 4,09,850. Lakini kundi la pili ni michango kutoka serikali ya kijiji cha Havanga, ambayo imekusanya jumla shilingi milioni 1,07,19,500. Sehemu ya tatu ni michango ambayo tumeikusanya hapa. Tuliweka kapu hapa ambalo lilianzishwa na Mheshimiwa Diwani aliyetoa shilingi 100,000, lakini tukaweka kapu la pamoja ambalo tumepita hapa wote, tumetoa jumla shilingi 290,500. Lakini tukawaleta wanawake, ninyi pia mmetoa shilingi 66,600. Wanaume wametoa shilingi 70,000. Mashabiki wa Yanga wametoa 69,000. Nilisema hizi fedha mzichanganye, lakini kwa kuwa mjazichanganya, basi Simba wametoa shilingi sawa, sio lazima niseme 23,900. Mashabiki wa Yesu wametoa shilingi 33,400. Mapokezi ya kampeni ya tunaishi nao Havanga ni shilingi 55,500. Fedha hizi zote ambazo zilikuwa zinakusanywa hapa zimetengeneza jumla ya shilingi 7,08,900. Tujipigie makofi. Kwa tafsiri hiyo sasa, milioni 1,719,500 iliyokusanywa na serikali ya kijiji cha Havanga, milioni 4,09,850 iliyokusanywa kwa uratibu wa Uplands FM Radio, pamoja na shilingi 7,08,900 ambayo imekusanywa hapa, inaleta jumla ya shilingi milioni 7,336,750. Milioni 7,336,750. Hiyo ndio hesabu ya jumla. Mungu awabarikini sana wote ambao wamenyosha mikono yenu kwa ajili ya kutoa sadaka hii ya matibabu kwa ajili ya mhitaji wetu, na tuwaombe pia kesho asubuhi saa 2:30 tutatambulisha mhitaji anayefuata kupitia kampeni ya tunaishi nao. Tunaomba ushirikiano wenu. Havanga tunaye mchangishaji hapa, Isabella yuko wapi? Yuko pale. Naamini wiki ijayo na kuendelea tutapokea michango ya kishindo kutoka Havanga, kwa namna ambavyo leo mmeweza kujifunza na kuona kile ambacho kinafanyika. Kama ni ndivyo, niambieni amina. Asanteni sana. Kwani mnataka mtu amsaidie Sabela pale? Eti wananchi wa Havanga anatosha peke yake, au mnataka aongezewe mtu? Aongezewe mtu
yeye ndo aongeze. Yeye alijitolea tu, mwingine wa kujitolea hayupo. Sasa nafikiri ambaye mnataka aongezeke, mtapeleka jina lake kwa afisa mtendaji pale, na yeye ndo atamtangaza hapa hapa kama atakuwa amepatikana. Kama atakuwa hajapatikana, basi kwa pekee na washukuruni sana Wanahavanga kwa haya yote ambayo tumeyafanya. Sasa niombe mamangu, mama wa Justin, uje ushukuru kwa hiki ambacho kimepatikana kwa ajili ya mtoto wetu, mjukuu wetu, mdogo wetu. Kama ana uwezo wa kufika hapa, acha afike. Kama hana uwezo, njoo wewe mwenyewe. Wala sisi hatupo hapa kwa ajili ya kumwonyesha mtoto kwamba huyu ndo ana shida 1 2 3. Inatosha tu wewe kuzungumza kwa wananchi hawa na wale ambao wanatusikiliza kwa kile ambacho kimepatikana hii leo kwa ajili ya mwanao. Kamwene, ninapenda kuwashukuru, sina mengi ya kuzungumza, nasema asante na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Isaac Kiaka, ni mzazi wa Justin ambaye wengine mlikuwa mnamsikia tu redioni. Leo niko naye hapa kwa ajili ya hili jambo. Kwa ujumla ni washukuru wote ambao mmeshiriki kwa namna moja ama nyingine katika siku hii ya leo. Mungu awabariki sana. Nishukuru kwa umoja wenu Aprent FM Radio. Nashukuru sana kwa huduma hii. Mwanzo nilikuwa siamini kwamba hii siku itakuwa njema kwa upande wangu kupitia changamoto ambazo nimezipitia tangu Justin aanze kuumwa mpaka hivi leo anafikisha miaka 10. Ila naamini kupitia michango wenu Justin anaweza kuwa salama muda na wakati wowote. Mungu awabariki. Niombe pia maombi yenu ninapoianza safari kwenda kwenye matibabu. Mungu awabariki wote na Mungu akawaongezee pale mlipopunguza. Amina. Maneno yake si yanatosha kabisa. Sisi kilichobaki ni kumwombea tu kwa hatua inayofuata kupitia hii michango ambayo tumeitoa. Na tusichoke. Wanahavanga mpo jirani na hii familia. Haina maana kupata hizi fedha leo ndio iwe mwisho hata kuitembelea. Ukipata nafasi ya kwenda hata na mti wa sabuni, nenda. Ukipata nafasi ya hata kuwajulia hali tu pindi watakapokuwa kwenye matibabu, wapigie hata simu, wajulie hali wanaendeleaje. Naamini kwa umati huu wa wananchi wa Havanga na hiki kilichofanyika kwao ni faraja tosha kabisa, kuliko tungechanga fedha, tungebaki nyumbani tunaendelea na kazi zetu, alafu tungemtuma mtu mmoja aje awakilishe hizi fedha hapa, isingekuwa na maana. Lakini uwepo wa sisi hapa wote unaonesha jinsi gani tuko pamoja na hii familia. Kwa hiyo kama alivyosema baba pale, tuendelee kuwaombea, tuwaombee ili fedha hizi ziende zikawasaidie kwenye matibabu yao. Sasa muda huu, kwa sababu ndo tunafika hitimisho, naomba nikulete mwenyekiti wa serikali, na wewe pia uje utoe neno la shukurani. Naamini hapa tukisema kila mwananchi mmoja mmoja azungumze, wana mengi ya kuzungumza, ila wewe utaongea kwa niaba yao. Asante, nichukue nafasi hii kushukuru kwa niaba ya wananchi wote wa kijiji cha Havanga kwa heshima kubwa. Nishukuru sana Radio Aprent kwa hamasa ya kampeni hii na kuchochea zoezi hili la uchangishaji kwa mahitaji
Justin Kihaka. Wananchi wa Havanga wanashukuru sana kwa jambo hili la baraka ambalo limefanyika kwa siku hii ya leo. Nipende kumshukuru sana na kuwakilisha shukrani hizi, na tumwombe sana Mungu amsaidie huyu mtoto Justin, akamfanikishe katika afya yake, arudi katika hali yake. Basi Mungu awabariki. Mwenyekiti, sisi tunakushukuru kwanza kwa kutupokea Uplands kuwepo hapa. Pili, wewe na timu yako mlivyoratibu swala hili. Mwenyezi Mungu awabariki sana na kwenye majukumu yenu ya kila siku. Sisi kama Uplands tutaendelea kuwapa ushirikiano. Lakini muda huu pia naomba nikuinue mtumishi wa Mungu. Uje uhitimishe kwa sala. Lakini kama una machache ya kusema, unaweza ukasema kwa ajili ya kampeni yetu ya Tunashindana. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nawashukuru wananchi wa kutoka sehemu mbalimbali. Kwanza wana Upland FM kwa ajili ya ushirikiano na kuweka muunganiko wa wananchi wa kutoka vijiji mbalimbali kwa ajili ya wahitaji mbalimbali walioko katika vijiji mbalimbali. Ninawashukuru sana kama mtumishi wa Mungu wa mahali hapa wa kijiji hiki. Mungu awabariki, awazidishie pale mlipotoa, kama alivyosema baba yake wa kijana huyu kwamba Mungu akawazidishe. Mmepoteza muda wenu, mmepoteza hata na fedha vile vile, lakini hamjapoteza. Mungu atawalipa, atawazidishia pale mlipotoa. Aminini kabisa kwa imani, mtaenda kupokea. Kila mmoja mmoja, siku aliyopoteza siku ya leo ataenda kulipwa kwa namna ya jinsi ya pekee. Baraka hizi ziwaendee nyinyi nyote mliotoka sehemu mbalimbali na vijiji mbalimbali. Mungu awabariki sana, awazidishie pale mlipotoa. Basi funika macho nipate kuomba kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya matendo makuu yaliyotendeka mahali hapa siku ya leo. Asante Mungu wa mbinguni, uliyeumba mbingu na nchi. Tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako Bwana. Umekuwa pamoja nasi toka asubuhi. Umewasafisha ndugu zetu waliotoka vijiji mbalimbali na sehemu mbalimbali kuwaleta mahali hapa Bwana. Kipekee zaidi Bwana, na ushukuru watu wa redio hii Upland FM ambao wamejitoa muda wao na chombo chao kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya wahitaji. Mungu wa mbinguni, uwabariki waingiapo na watokapo, uwabariki hata wale watangazaji, uwabariki hata viongozi wanaochangisha kutoka sehemu mbalimbali na vijiji mbalimbali. Uwabariki Mungu wa mbinguni. Wewe usiwaache, uwe pamoja nao katika safari yao, katika majukumu yao, katika familia zao. Uwazidishie Bwana Mungu wa mbinguni Bwana. Nami nawakabidhi mikononi mwako Mungu wa mbinguni wale wanaochangisha, wale wenye chombo cha redio Upland FM. Uwabariki na kuwalinda waingiapo na watokapo Bwana. Mungu wa mbinguni Bwana, na kuachia wewe Bwana watangazaji hao, na kuachia wewe wachangishaji hao Bwana mikononi mwako Bwana. Wewe utajua jinsi cha kufanya juu yao Bwana, bali wakifika kule mbinguni nao wakaingia hata uzima wa milele Bwana, kwa ajili ya kazi nzuri wanaifanya kwa ajili ya wahitaji. Mungu wa mbinguni, sauti ya mtumishi wako inanena mahali hapa Bwana, na ujue utaenda kutenda Bwana sawa sana mapenzi yako Bwana. Mungu wa mbinguni, tunaenda kuishia mahali hapa Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Wabariki watu wako Bwana waliofika mahali hapa Bwana. Waondoke na baraka hizi tele ambazo utaenda kuwazilishia kila mmoja mmoja sawa sana mapenzi yako, sawa sana kusudi lako Bwana. Na ukabidhi Bwana watakao kwenda kutoka mahali hapa kusafiri kuelekea vijiji mbalimbali. Mungu wa mbinguni, ukawafunika kwa damu yako Yesu. Sawa sana mapenzi yako, sawa sana kusudi lako. Naenda kusimama kinyume na kila hila na mipango ya mwovu shetani inayokwenda kujiinua katikati ya safari hii Bwana. Linda vyombo vile Bwana, kavifunika kwa damu yako Yesu. Simama mwenyewe Bwana, hata watakapofika nyumbani kwao kwenye familia zao Bwana, ukasema pamoja nao. Kawalinda hata familia zao walioko majumbani, waliowaacha kule nyumbani. Mungu wa mbinguni, najua utakutenda kazi sawa sana mapenzi yako na sawa sana kusudi lako. Ni katika jina lako Yesu ninawakabidhi wote mikononi mwako Yesu. Amen. Tuende kwa amani ya Bwana na Mungu awabariki. Asante mtumishi wa Mungu. Na mimi sasa niseme tunawashukuru wananchi wote wa Havanga na wale ambao walikuwa na tusikiliza, ambao wanatufuatilia kupitia 89.1. Ombi letu sisi kama Uplands, kwanza muendelee kutufuatilia kwenye vipindi vyetu vyote, lakini ombi la pili, muendelee kutuunga mkono kwenye kampeni ya Tunaishi Nao. Hakuna mtu ambaye alijua kama leo tutakuja Havanga, hakuna mtu ambaye alipanga, ila Mwenyezi Mungu kupitia Justin leo tumefika hapa Havanga. Hatujui kesho yetu. Kwa hiyo kesho, kama alivyotangulia kusema mratibu, tutatangaza mhitaji mwingine. Huyo atakuwa ni wanne. Atakuwa ni wawapi, ana shida gani? Tusikilize Uplands FM. Na baada ya kusikiliza basi tutatoa
utaratibu wa kuweza jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje? Hakuna nependa haya matatizo na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu kwa hizi tabu.